Hilo sasa ni swali ambalo nawaachia wana Simba. Kwa nini Mo Dewji ana preempt valuation ya klabu ya Simba? Anataka kuiambia valuation ya klabu ya Simba ni ya bilioni 30. Je, valuation ikionekana klabu ya Simba na valuation yake ni bilioni 500, ye itakuwaje? Maana yake anataka kuwarudisha nyuma nje na utaratibu ambao unatakiwa kwenye katiba hii ambayo imefanyiwa amendment, kwa maana ya kwamba bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ikiteuliwa inatakiwa ikae ikafanya valuation ya majengo ya Simba na mali zake, mwisho wa siku waje na mipango ya kuwakaribisha wawekezaji. Maanake wawekezaji watakuja na kutokana na value iliyopo na 49% ambao wao wanatakiwa kuzichukua kwenye uwekezaji. Bwana, hii ni Like Media. Karibu sana, mimi naitwa Lugano Ize. Tupo hapa kwa ajili ya kupiga story za kimichezo ambazo bila shaka pengine ulikuwa uzifahamu au unazifahamu, vyote vinavyokaa hivyo. Lakini kikubwa sana ni kuzungumzia kwenye Simba Day. Kulikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo kama yakipita kama yalivyo, pengine wewe utakuwa tuja kutendea haki kwa kufahamu baadhi ya vitu. Pengine umevichukulia kawaida au umevichukulia serious au umechukulia kama ambao tumechukulia wengine. Basi vyote hivyo, katika vyote wacha tuzungumze hapa. Moja kati ya vitu ambavyo vimefanyika katika Simba Day ni hotuba ambayo alienda kuitoa au alichoenda kukizungumza Mo Dewji kama mwekezaji wa klabu ya Simba. Ni moja kati ya wawekezaji ambao wanatakiwa kuheshimika sana hapa Tanzania. Mo Dewji ni moja kati ya wawekezaji ambao kwenye mpira wa miguu lazima heshima yake ihifadhiwe, lazima heshima yake itunzwe kutokana na kile kitu ambacho amekifanya kwenye soka letu Tanzania. Kama kuna mtu ambaye anaweza kaibuka na kuzungumzia watu ambao wameusaidia mpira wa miguu hapa Tanzania alafu usimtaje Mo Dewji, huyo mtu atakuwa ni mtu ambaye ni mnafiki, mzandiki, na mtu ambaye hajui thamani ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana kuvalue ligi yetu kiwepo, lakini pia kuvalue pia hata vilabu na vitu vingine kama hivyo. Mimi naheshimu sana mchango wake. Sitarajii kuona kwa upande wa Simba Sports Club itokee pengine watu wamchukulie poa au watu waone kama mchango wake ulikuwa ni wa kupita tu, sasa hivi hauna maana. Mimi mzee wa black and white napenda kuzungumza ukweli ulionyooka kabisa. Mo Dewji ni mmoja kati ya wawekezaji ambao wanatakiwa kuheshimiwa sana hapa Tanzania, hasa kwenye mpira wa miguu. Achana sehemu nyingine huko amefanya mengi sana ambayo pia ni uwekezaji mkubwa, lakini kwenye mpira wa miguu heshima yake lazima ilindwe. Si kwa sababu ya wanasimba tu, si kwa upande wa wanasimba tu, mwana michezo yoyote, umeelewa? Mwana michezo yoyote ambaye anaheshimu kile ambacho mtu amekitoa, mchango wake wote ule, Mo Dewji anastahili kuheshimiwa, anastahili kupewa haki zake pamoja na mambo mengine. Hiyo nazungumzia kwa upande wa Simba, lakini kwa soka la Tanzania. Lakini pamoja na kwamba heshima hiyo anatakiwa kupewa, lakini haitazuia kwenye black and white pale ambapo kutakuwa na mapungufu yale ambayo anayafanya, ambayo sisi kama waandishi wa habari, watangazaji, tunatakiwa tuyazungumze. Black and white inajaribu kuirudisha tasnia, kwa maana kuwa wa kweli, hasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu bila kumuonea mtu. Ili kusaidia mpira wetu lazima tuondokane na watu ambao wanaitwa machawa. Machawa wanaweza wakakubadilisha au wakakufanyia kitu ambacho kwa kuhamisha ambacho kitu sio chenyewe, au wakaidanganya jamii kumaanisha hiki ni sahihi kumbe sio sahihi. Mimi nimesimama hapa kuzungumza kuhusiana na Mo Dewji. Ni mmoja kati ya viongozi ambao wanatakiwa kuheshimiwa, lakini yeye ni binadamu pia ambaye anaweza kawa na mapungufu yake ambayo sisi tunaweza kuzungumza, hasa kwenye mpira wa miguu. Huko mwingine tutawaachia wengine, huko hata sijui kujihusisha nako kabisa. Mpira wa miguu hasa kiisimamia upande wa Simba kama mwekezaji. Alianza kama mfadhili, baadaye kaja kuwa mwekezaji. Wakati wa tamasha la Simba Day alipata nafasi ya kuzungumza. Wakati anapata nafasi ya kuzungumza alikuwa anahutubia wana Simba, lakini yeye ni mwekezaji. Lakini akiwa mwekezaji kuna baadhi ya vitu ambavyo nianze kwa kuvizungumza. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ndani ya klabu ya Simba vimekuwa vikiruka mstari sana, hasa vikimwacha kwenye ule mstari, vikimwacha Mangungu pembeni.
amekuwa akizungumza sana Mo Dewji, na hii sio kwenye tukio hili tu. Kuna tukio moja la mkutano wa Simba 2023, 24, 25 nadhani pia hapo kulikuwa na hiyo scenario, na 25, 26 mkutano wake nadhani bado inawezekana pia tukashuhudia hayo mambo ambayo yanaweza kutokea kwa namna hiyo. Amekuwa ana kawaida ya kutoka na kuzungumza, lakini akiwa juu ya mwenyekiti wa klabu ya Simba. Sizungumzi hivi kwa sababu ya Murtaza Mangungu, nataka nizungumze kwa sababu ya heshima ya mwenyekiti wa klabu ya Simba. Tunapozungumzia kiongozi ambaye anaitwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, ndiyo mwenye Simba yake, anatakiwa apewe heshima yake. Tunaposema mtu anaitwa mwekezaji, ni mtu ambaye amekaribishwa kama wageni wengine, lakini mwenyekiti wa klabu anakuwa ni mwenyeji katika matukio yoyote yale, kwa maana yeye anaweza kawakaribisha au baada ya kuzungumza mwekezaji anatakiwa kuja kuzungumza mwenyekiti. Haiwezekani mgeni akafika akakaribishwa alafu akazungumza akamaliza yeye mwenyewe, alafu akazungumza akaupita mpaka mstari ambayo anaenda kugusa kwenye heshima ambayo anatakiwa kuheshimiwa mwenyekiti. Hilo ni kosa kubwa sana. Kuna kitu ambacho watu hawajakiona kwenye tukio la Simba Day. Wakati akipewa nafasi ya kuzungumza, alipewa nafasi ya kuzungumza, kwanza kaanza kulalamika kuhusiana na transformation, kukwama kwa transformation. Mimi mpaka dakika hiyo ukiniambia imekwama, na kuambia haijakwama, transformation inaendelea. Mpaka hatua ambayo Simba amefanya ni ile hatua ya kutambulisha bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba. Lakini pale pale wakati Mo Dewji akizungumza, alionekana waziwazi kupinga uteuzi wa mwenyekiti kwenye bodi ya wakurugenzi. Utaniuliza kwa nini amepinga? Hajatamka pale kwamba nimepinga, lakini kuwatambulisha wale ambao walikuwa bodi wa wakurugenzi ambao sasa hivi wako pembeni, kwa maana ya Kapuya ambaye alikuwa pia kwenye bodi ya wakurugenzi lakini aliondolewa baada ya kutamkwa kwa maana ya mara baada ya kutamkwa kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu kuwataja wale ambao wanaingia kwenye bodi ya wakurugenzi. Inaonekana moja kwa moja Mo Dewji anapingana na uteuzi wa Murtaza Mangungu ambao aliteua bodi ya wakurugenzi kama mwenyekiti wa klabu ambao ana mandate ya kufanya vile. Akaanza kuwataja na kumwomba Kapuya ili waweze kumzingatia kwenye maombi yake ambayo anataka kuingiza kwenye udhamini yani kama mwekezaji kuwekeza kama bilioni 30 ndani ya klabu ya Simba. Alianza kuzungumza maeneo hayo. Mimi binafsi sikubaliani na kile alichokifanya. Hakikuwa sahihi kwa sababu alionekana moja kwa moja ametumia jukwaa la Simba Day kupinga maamuzi ya mwenyekiti wa Simba Sports Club. Sidhani kama ilikuwa iko sahihi. Kwa watu ambao wanaweza kana uelewa mkubwa, sijui kama atakuwa amenielewa vizuri pale. Kuwataja watu ambao wameshatolewa kwenye bodi ya wakurugenzi, kwenye bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba, kuwataja wale ambao kwenye bodi ya wadhamini ya Simba wameondolewa kama Kapuya, haikustahili kabisa. Maana yake anaonekana amepinga maamuzi ya mwenyekiti wa klabu ya Simba. Nani mkubwa? Hilo ndio litakuwa swali sasa. Nani ambaye ana power kati ya mwekezaji na mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba? Binafsi mimi nitakwambia ambaye anastahili kuwa na power ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Na katiba jinsi ambavyo inaenda kubadilika, katiba ambayo ipo sasa hivi ndani ya klabu ya Simba inatambua power ya mwenyekiti wa klabu ya Simba na haitambui power ya mwekezaji wa klabu ya Simba. Lakini alichoenda kukizungumza ni kuonyesha power kwamba yeye yuko zaidi ya mwenyekiti wa klabu ya Simba, kitu ambacho mimi sijakubaliana nacho. Binafsi ninadhani kwa faida ya klabu ya Simba, mwenyekiti wa klabu ya Simba hata aweje, kwa sababu katiba imeshamtambua kwamba ana ukubwa wa kiasi gani na uzito wa kiasi gani, hasa kwenye katiba ya sasa hivi, inatakiwa iheshimiwe. Bahati mbaya ni kwamba hata wanaomzunguka kwa maana mwekezaji hawamwambii kwamba umekosea, lakini bahati mbaya pia
hata kwa mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye anajitambulisha hivyo kwa maana ya Crescentus Magori, pia alionyesha kumuonyesha kwamba mwenyekiti wa klabu ya Simba hana power kuliko yeye. Yeye ndo mwenye maamuzi. Aliweza kumjia juu, aliweza kumjibu kwa sauti ya juu kabisa na kuzungumza vitu ambavyo havikuwa sahihi. Lakini pia inaonekana ndani ya klabu ya Simba hata watu ambao wako kwenye wana manage digital wanafahamu kwamba Crescentus Magori ndiye ambaye ana power kuliko mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa mwekezaji naye ana power kuliko mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba ndani ya klabu ya Simba inaonekana ni mtu mwepesi sana. Ni mtu ambaye anawezekana akatoa kauli alafu mtu mwingine akatoa press release. Sasa angalia pia ambacho amekifanya Mo Dewji, kaenda kuzungumza kwa picha ambayo anaonekana Murtaza Mangungu ndiye anakwamisha transformation, kwa maana hatua ya kubadilisha uwekezaji ndani ya klabu ya Simba. Lakini wanashindwa kukumbuka kwamba Murtaza Mangungu ndiye ambaye alifanya hekima kubwa sana mara baada ya kukubaliana kwamba bwana, hebu tupitishe swala la ligi hapa, tumalize ligi kuu kwanza, tuone tunafikia wapi ndio tuanze hapo mchakato. Makosa ambayo aliyafanya Mangungu ni kuto kufanya transformation kwa wakati mara baada ya kupata katiba kutoka kwa msajili wa vyama vya kwa maana BMT. Lakini kitu kingine ambacho kimenishangaza ni vile ambavyo kwa maana ya mwekezaji wa klabu ya Simba Mo Dewji kuanza kutangaza anatoa kiasi gani cha pesa cha uwekezaji bilioni 30, wakati mchakato anaujua. Mchakato unajulikana hivi: kwanza, itakapokuwa imeteuliwa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba, ndio ambao wataenda kufanya valuation ya mali ya Simba. After all, baada ya hapo sasa wataenda kurudi na nini na thamani ya klabu ya Simba, ndipo ambapo utaenda kutajwa wawekezaji tenda au kukaribisha wawekezaji ambao wanaweza kujiunga na nini na klabu ya Simba. Kwa nini Mo Dewji amekuwa mapema sana anajaribu ku preempt mipango preempt kuhusiana na valuation ya klabu ya Simba? Kwa nini? Hilo sasa ni swali ambalo nawaachia wana Simba. Kwa nini Mo Dewji ana preempt valuation ya klabu ya Simba? Anataka kuiambia valuation ya klabu ya Simba ni ya bilioni 30. Je, valuation ikionekana klabu ya Simba na valuation yake ni bilioni 500, yeye itakuwaje? Maana yake anataka kuwarudisha nyuma nje na utaratibu ambao unatakiwa kwenye katiba hii ambayo imefanywa amendment, kwa maana ya kwamba bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ikiteuliwa inatakiwa ikae ikafanya valuation ya majengo ya Simba na mali zake, mwisho wa siku waje na mipango ya kuwakaribisha wawekezaji. Maanake wawekezaji watakuja na kutokana na value iliyopo na 49% ambao wao wanatakiwa kuzichukua kwenye uwekezaji. Kwa hiyo vyote katika vyote, kitu ambacho kinanishangaza katika vichache ambao nimezungumza, nataka kuishia hapa, ni kuhusiana na kudogosha uongozi wa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Lakini mwisho wa siku watu wanakaa kimya, wale ambao wana mamlaka ya kuzungumza wanakaa kimya, kitu ambacho kinakosewa sana. Lakini kuna vitu vingi vya kuzungumza. Leo nataka niishie hapa kwenye kudogosha ukubwa na mamlaka ya mwenyekiti wa klabu ya Simba ni kuikosea katiba ya Simba ambayo sasa hivi tunaisoma, inamtambua mwenyekiti wa klabu ya Simba ni mtu mwenye mandate makubwa, lakini Simba ina utaratibu wake mpaka kuelekea kwenye uwekezaji wa katiba hii ambayo iko sasa hivi. Kwa sidhani kama kuna watu wataenda kuibananga hii katiba na mambo mengine ambayo yamekosewa huko. Manake ilivyobadilika katiba, kuna vitu tabidi vibadilike kwenye mifumo ya kuiendea. Maana yake bodi ya wakurugenzi ya Simba inatakiwa isubirie, mpaka sasa itakiwa isubirie, kwa maana bodi ya wadhamini ya Simba ifanye nini? Ifanye evaluation, baadaye mchakato wa wawekezaji uitishwe na mwekezaji ambaye anastahili kuingia kwenye uwekezaji wa Simba
aingie akiwa tayari anaelewa nini anataka kufanya na shilingi ngapi natakiwa aweke. Kwa hiyo kwanza kusema mapema mimi na bilioni 30, hii kwangu naona si sawa. Wacha Simba ikafanye evaluation kwanza, ionekane Simba ina thamani kiasi gani, ndipo wawekezaji wenye muscles ya kuwekeza kwenye kiasi hicho inatakiwa kuwa hivyo. Inawezekana ukiweka bilioni 30 labda value ya Simba labda bilioni 10 au bilioni 100 au 200 au 500. Kwa hiyo kuacha uhuru utaratibu ambao unatakiwa kufanywa kikatiba itakuwa ni jambo la msingi sana, na wana Simba na wale ambao mnaheshimika ndani ya Simba mmebakia kuwa kimya bila kukemea baadhi ya vitendo ambavyo vinaisigina katiba ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuifanya Simba kuwa bora miaka ijayo. Sijui kuna maslahi gani nyuma yake. Mimi binafsi sioni kama mnaitenda haki nafasi ya mwenyekiti jinsi ambavyo mnafanya. Mwenyekiti anaweza kama mtu yoyote yule, lakini lazima katiba inavyosema lazima ifuate kama ambavyo inafuata. Nitarudi tena hapa kuzungumzia nini ambacho kinatakiwa kufuata huko mbele, nini vimekosewa kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo hayakuwa sawa sawa. Pia kwenye Simba Day pia kuna vitu vingi sana ambavyo tutaendelea kuvifahamu. Mimi naitwa Lugano Israel. Nilitaka nianzie kwanza hapa alafu tutaendelea na mambo mengine.